sababu wana win ile loyalty ya raia, yani kwamba wako tayari kujitolea kwa vitu vingi ili jamii iendelee. Sasa DCI na mimi na challenge nyinyi, mnatusaidia vipi sasa na sisi tupate vitu vizuri kutoka kwenu ili tuwape taarifa? Yaani sisi ukileta taarifa ambayo inaleta matunda, tunatipu. Siwezi kusema ni shingapi, lakini ni hela nzuri. Ni hela nzuri, inategemeana na yani mzigo wenyewe. Wewe kwa mfano unaletea taarifa kwamba jamaa ana dawa hilo, naenda unamkuta na kete moja, unataka upewe milioni 10, haiwezekani. Lakini umekuja umetibu bwana, jamaa anauza hilo, tunakwenda unakuta kilo 10 kilo 100 za heroin, lazima utakutipu tu. Yani kwa kadiri taarifa yako ilivyoleta matunda na ndivyo utakavyotipiwa. Na usalama sasa wa mtoa taarifa asilimia 100 unalindwa vipi? Asilimia 100. Sisi katika kitu ambacho tunazingatia mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni usalama wa mtoa taarifa. Ni usalama na kwenye biashara ya dawa za kulevya huwezi hata siku moja ukaudhibiti kama huna taarifa za kiintelijensia. Kwa hiyo ndio tuseme ndio jembe la sasa. Huwezi kuharibu tena jembe lako afu tegemea utaweza kulima, haiwezekani. Kwa hiyo sisi kazi yetu moja kubwa ni kuhakikisha kwamba tunalinda kwa gharama yoyote ile mtoa taarifa wetu, na mtu anayeonesha kutoa taarifa za mtoa taarifa, huyo ni adui namba moja na hawezi kukaa wala hahitaji hata kesi kuhukumu. Anafukuzwa kwanza, anawekwa ndani mle, tuna selo mle, anawekwa ndani hata mwezi. Akishaweka hapa process za kumfukuza kazi zinaanza. Tunakataa, yani tuna zero tolerance kwenye hiyo ya kumuumbua mtoa taarifa, zero tolerance kwenye kuhusika kwenye kushirikiana na wauzaji wa dawa za kulevya, zero tolerance kwenye rushwa, ni zero tolerance. Kwa hiyo mtu akikutwa hivyo, na ni rahisi kukuta kwa sababu kwanza mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya inaundwa na maofisa kutoka kwenye idara mbalimbali za serikali. Wanatoka jeshini, wanatoka polisi, wanatoka usalama wa taifa, wanatoka wapi, yani wamechanganywa. Tumechanganywa. Kwa hiyo kwa kuchanganywa vile ni kwamba hujui nani anafanya nini. Yani wakati mimi nafanya kazi kuna mtu ananichunguza mimi. Jinsi ninavyofanya kazi kama anafanya sahihi, na hilo kila mtu analijua. Kwa hiyo ndio maana lazima kuwe na ndio maana kama umegundua baada ya mamlaka kuanzishwa dawa zinakamatwa sana.